Katika ulimwengu wa soka kuna heshima moja kubwa zaidi kuliko zote. Tuzo inaweka mstari wa tofauti kati ya wachezaji wazuri na wale waliotukuka. Tuzo hii ni Ballon d'Or ama mpira wa dhahabu, ishara ya hadhi, kipaji na ubora wa hali ya juu. Safari ya Ballon d'Or ilianza mwaka 1956 pale gazeti la France Football lilipoanzisha utamaduni huu wa kumtangaza mchezaji bora zaidi barani Ulaya. Kuanzia mshindi wa kwanza Stanley Matthew hadi majina makubwa kama Johan Cruyff, Michael Platini, George Weah, Ronaldo de Lima, Zinedine Zidane, Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Kila tuzo ni hadithi, kila jina ni kumbukumbu, na kila mshindi ni sehemu ya safari isiyo na kikomo ya ubora wa mpira wa miguu. Ballon d'Or ama mpira wa dhahabu ni heshima ya juu kwa mchezaji bora wa kandanda duniani. Safari yetu inaanza mwaka 1956 na tutapita kizazi kwa kizazi tukiwakumbuka mashujaa waliowahi kubeba tuzo hiyo kubwa duniani. Mwaka 1956 Stanley Matthew, raia wa Uingereza, ndio walifungua dimba la tuzo hiyo mwaka huo akichezea klabu ya Blackpool ya Uingereza. Mwaka 1957 Alfredo Di Stefano kutoka Uhispania akichezea Real Madrid naye akaibuka mshindi wa tuzo hiyo kubwa duniani. Mwaka 58 Raymond Kopa, raia wa Ufaransa akichezea klabu ya Real Madrid ya Hispania, alishinda pia tuzo hiyo. Mwaka 59 Alfredo Di Stefano akarudi tena kutetea tuzo yake kwa kushinda tena tuzo ya Ballon d'Or akikipiga katika klabu yake ya Real Madrid ya Hispania. Mwaka 1960 Luis Suarez, raia wa Hispania akichezea klabu ya Barcelona ya Spain, naye akashinda tuzo hiyo. Mwaka 61 Omar Sivori wa Juventus, raia wa Italia, naye akashinda tuzo hiyo. Mwaka 1962 Joseph Masupast kutoka Jamhuri ya watu wa Czech alishinda pia tuzo hiyo. Mwaka 1963 Levi Yashin, ambaye ndio golikipa pekee kushinda tuzo hiyo akitokea Urusi, alishinda tuzo hiyo. Mwaka 1964 Dennis Law, mchezaji kutoka Manchester United ya England na raia wa Scotland, naye alishinda tuzo hiyo. Mwaka 1965 Eusebio da Silva Ferreira, raia wa Ureno, alishinda tuzo hiyo akiwa mtu mweusi wa kwanza kupata tuzo hiyo tangu zilipoanza. Mwaka 1966 Bobby Charlton akichezea klabu ya Manchester United, raia wa Uingereza, alishinda tuzo hiyo. Mwaka 1967 Florian Albert kutoka Hungary naye akashinda tuzo hiyo ya mpira wa dhahabu. Tuzo hizo ziliendelea. Mwaka 1968 George Best akichezea klabu ya Manchester United na raia wa Ireland alishinda tuzo hiyo ya Ballon d'Or. Mwaka 1969 Gianni Rivera, raia wa Italy na akichezea klabu ya AC Milan, alishinda pia tuzo hiyo. Mwaka 1970 George Muller kutoka timu ya Bayern Munich akiwa raia wa Ujerumani alishinda tuzo hiyo. Na mwaka 1971 Johan Cruyff akikipiga kutoka klabu ya Ajax na raia wa Uholanzi alishinda tuzo hiyo ya Ballon d'Or. Tuzo hizo ziliendelea ambapo ni kila mwaka kama ambavyo nimekujuza hapo awali, na mwaka 1972 Franz Beckenbauer kutoka Bayern Munich lakini pia raia wa Ujerumani alishinda tuzo hiyo. Mwaka 1973 Johan Cruyff alirudi tena na kushinda tena tuzo hiyo, na mwaka 1974 pia Johan Cruyff alishinda tena tuzo hiyo kwa mara ya tatu. Mwaka 1975 Oleg Blakin akiwa raia wa nchi ya Ukraine alishinda tuzo hiyo. Mwaka 1976 Franz Beckenbauer alirudi tena kwa mara ya pili kushinda tuzo hiyo ya Ballon d'Or. Mwaka 1977 Allan Simonsen, raia wa Denmark, alishinda tuzo hiyo kubwa zaidi duniani. Mwaka 1978 Kevin Keegan, raia wa Ujerumani akichezea klabu ya Hamburg, alishinda tuzo hiyo, na mwaka 1979
akashinda tena Kevin Keegan kwa mara ya pili mfululizo akichezea klabu hiyo hiyo ya Hamburg huku akiwa raia wa Ujerumani. Mwaka 1980 Karl-Heinz Rummenigge, raia wa Ujerumani akicheza klabu ya Bayern Munich, alishinda tuzo hiyo. Karl-Heinz Rummenigge alirudi tena akichezea klabu yake ya Bayern Munich na kushinda tuzo hiyo. Mwaka 1982 Paolo Rossi kutoka Juventus na raia wa Italy alishinda tuzo hiyo kubwa zaidi duniani. Mwaka 1983 Michael Platini akicheza klabu ya Juventus na raia wa Ufaransa alishinda tuzo hiyo. Mwaka 1984 Michael Platini kwa mara nyingine kutoka Juventus na akiwa raia wa Ufaransa alishinda tuzo hiyo. Na mwaka 1985 pia Michael Platini ikiwa ni mara 3 mfululizo akichezea klabu yake Juventus alishinda tuzo hiyo kubwa zaidi duniani ya mpira wa dhahabu ama Ballon d'Or. Mwaka 1986 Igor Belanov, raia wa Ukraine akichezea klabu ya Dynamo Kiev alishinda tuzo ya Ballon d'Or. Mwaka 1987 Rudi Gullit wa AC Milan ya Italy na raia wa Uholanzi alishinda tuzo hiyo. Mwaka 1988 Marco van Basten, raia wa Uholanzi akichezea klabu ya AC Milan ya Italy alishinda tuzo hiyo ya mpira wa dhahabu. Na mwaka 1989 Marco van Basten alirudi tena kwa mara ya pili mfululizo akishinda tuzo hiyo kubwa zaidi duniani. Mwaka 1990 Lothar Matthäus alishinda tuzo ya Ballon d'Or. Mwaka 1991 Jean-Pierre Papin, raia wa Ufaransa alishinda tuzo hiyo. Mwaka 1992 Marco van Basten alirudi tena na kutetea taji lake na kushinda tena tuzo hiyo ya mpira wa dhahabu. Mwaka 1993 Roberto Baggio kutoka Juventus ya Italy na akiwa raia wa Italia alishinda tuzo hiyo ya Ballon d'Or. Mwaka 1994 Risto Stoichkov kutoka Bulgaria na akichezea klabu ya Barcelona ya Spain alishinda tuzo hiyo. Mwaka 1995 George Weah akiwa Mwafrika wa kwanza kutoka Liberia kushinda tuzo hiyo akichezea klabu ya AC Milan, na baadaye alijikita kwenye siasa na hadi kushinda kuwa rais wa Liberia kuanzia mwaka 2017 hadi 2024 baada ya kushindwa katika uchaguzi wa pili. Mwaka 1996 Matthias Sammer, raia wa Ujerumani akichezea klabu ya Borussia Dortmund alishinda tuzo hiyo ya mpira wa dhahabu. Mwaka 1997 Ronaldo Nazario akichezea Inter Milan na raia wa Brazil alishinda taji hilo. Na mwaka 1998 Zinedine Zidane almaarufu Zizou akichezea klabu ya Juventus ya Italy na raia wa Ufaransa alishinda tuzo hiyo ya mpira wa dhahabu. Mwaka 1999 Rivaldo kutoka Barcelona ya Hispania na raia wa Brazil alishinda tuzo hiyo. Mwaka 2000 Luis Figo akichezea klabu ya Real Madrid na raia wa Ureno alishinda tuzo hiyo ya Ballon d'Or. Mwaka 2001 Michael Owen kutoka Uingereza na akicheza klabu ya Liverpool alishinda tuzo hiyo kubwa zaidi duniani. 2002 Ronaldo Nazario wa Real Madrid na raia wa Brazil alishinda tuzo hiyo. Mwaka 2003 Pavel Nedved akichezea klabu ya Juventus ya Italy na akiwa raia wa Czech alishinda tuzo hiyo. Mwaka 2004 Andriy Shevchenko akichezea klabu ya AC Milan ya Italy na raia wa Ukraine alishinda tuzo hiyo. 2005 Ronaldinho Gaucho, raia wa Brazil akichezea klabu ya Barcelona ya Spain alishinda tuzo hiyo. 2006 Fabio Cannavaro akichezea klabu ya Real Madrid ya Hispania na raia wa Italy alishinda tuzo hiyo kubwa zaidi duniani. 2007 Ricardo Kaka kutoka AC Milan na akiwa raia wa Brazil alishinda tuzo hiyo ya Ballon d'Or. Mwaka 2008 Cristiano Ronaldo
akichezea klabu ya Manchester United na raia wa Ureno, alishinda tuzo hiyo kwa mara ya kwanza. Mwaka 2009, Lionel Messi akichezea klabu ya Barcelona na raia wa Argentina alishinda pia tuzo hiyo kwa mara ya kwanza. 2010, Lionel Messi akashinda tena Ballon d'Or kwa mara ya pili akiwa na klabu yake ya Barcelona, lakini mwaka 2011 Lionel Messi kwa mara ya 3 mfululizo alishinda tena Ballon d'Or akikipiga na klabu yake hiyo hiyo ya Barcelona. 2012, Lionel Messi kwa mara ya 4 mfululizo alirudi tena na kushinda Ballon d'Or kwa mara ya 4 mfululizo. 2013, Cristiano Ronaldo akarudi tena kwa mara ya pili akicheza na klabu ya Real Madrid ya Hispania, raia wa Ureno alishinda tena kwa mara ya pili mpira wa dhahabu. 2014, Cristiano Ronaldo kwa mara ya 3 akiwa na klabu yake ya Real Madrid alishinda Ballon d'Or. 2015, Lionel Messi akarudi tena akiwa na klabu ya Barcelona alishinda mpira wa dhahabu. 2016, Cristiano Ronaldo akitokea Real Madrid, raia wa Ureno alishinda tena Ballon d'Or kwa mara ya 3 mfululizo. 2017, Cristiano Ronaldo kwa mara nyingine tena akiwa na klabu ya Real Madrid alishinda Ballon d'Or. 2018, Luka Modric, raia wa Croatia akichezea klabu ya Real Madrid alishinda tuzo ya Ballon d'Or. 2019, Lionel Messi kwa mara nyingine tena akiwa na klabu yake ya Barcelona ya Spain alishinda Ballon d'Or. 2020 hakukuwa na mashindano ya Ballon d'Or kutokana na sababu za uviko 19 ama COVID-19. 2021, Lionel Messi alirudi tena akiwa na klabu ya PSG ya Ufaransa na kuchukua tena Ballon d'Or. 2022, Karim Benzema akiwa na klabu ya Real Madrid ya Hispania, raia wa Ufaransa aliibuka mshindi wa Ballon d'Or. 2023, Lionel Messi alirudi tena akiwa na klabu ya Inter Miami ya USA na kushinda tena tuzo ya Ballon d'Or. 2024, Rodrigo Hernandez akiwa na klabu ya Manchester City ya Uingereza, raia wa Hispania alishinda Ballon d'Or. Na mwaka huu, Ousmane Dembele akiwa raia wa Ufaransa mwenye asili ya Mali na Senegal amekuwa mchezaji wa 70 kushinda tuzo hiyo kubwa duniani akikipiga na klabu ya PSG ameshinda tuzo ya Ballon d'Or kwa mwaka huu. Lakini nchi ya Argentina inaongoza kwa kushinda Ballon d'Or nyingi zaidi, ambapo nchi hiyo imeshinda mara 8 ikifuatiwa na Ufaransa mara 7, Ujerumani mara 7, Uholanzi mara 7 na Ureno nayo ikishinda mara 7. Kuanzia Stanley Matthew wa Blackpool mwaka 1956 hadi Ousmane Dembele wa PSG mwaka huu 2025, Ballon d'Or imekuwa ishara ya ubora wa kipekee. Kila jina hapa ni sehemu ya historia, kila tuzo ni hadithi ya soka lisilosahaulika. Kwa kufikia hapa makala haya kuhusiana na tuzo hii ya mpira wa dhahabu ama Ballon d'Or imefika tamati. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Hadi wakati